Habari, karibu tena kwenye channel yangu. Naitwa Asha na posti video za hapa YouTube. Na siku ya leo tutaenda kuandaa huo mguu hapo. Ni mguu wa ng'ombe, so tutaenda kuandaa hapo kama ifuatavyo. Unaona nimetumia huo ni mguu, nilikuwa na hamu na hii nyama, kwa hiyo niliona kwenye mtandao watu wameiandaa, kwa hiyo nikawa nimeipenda, nikaona na mimi nifanye hii, na ilikuwa nzuri sana. Kama unavyoona hapo, utaandaa tu nyama yako vizuri kama hivyo, then utatumia viungo ambavyo unavipenda wewe, yani viungo ambavyo unavipendelea wewe. Kuna vile common kama kitunguu saumu, tangawizi, utaweka hapo. Utaweka paprika kama unapendelea, inaleta rangi nzuri kwenye nyama. Kwa hiyo kama hivyo, yani ni kiungo chochote ambacho unahisi wewe utakachokitumia kitakuletea flavor ambayo unaitaka. Haugaidiwi uweke kiungo gani, bora tu kiwe ni kiungo ambacho kina support nyama. Basi mimi niliweka, nikawa nimechanganya na mafuta, nikawa napaka hivyo kwenye nyama. Kwa hiyo hapo kuna mafuta, kuna hivyo viungo, nimeweka kitunguu saumu, tangawizi na paprika, nikawa napaka kama hivyo ili nifanye marination yangu. Kama unavyoona hivyo, nitapaka tu vizuri kabisa ienee kote ili viungo viweze kuingia ndani pamoja na chumvi. Ya, kama hivyo. Na baada ya hapo, unaweza ukamarinate kwa usiku mzima au unaweza ukamarinate kwa masaa ili nyama yako iweze kuwa laini, iweze kukupa matokeo mazuri yani. Kwa sababu hii nyama tunaenda kuichoma. Kwa hiyo baada ya marination sasa utatumia foil kama hivyo mnavyoona hapo. Mimi nilitumia hiyo foil kwa sababu hii nyama naenda kuichoma kwenye oven. Situmii mkaa, nitaichoma kwenye oven na nitaifunga kama hivyo kwenye foil ili ikiiva iwe laini na ichambuke vizuri kama hivyo mnavyoona hapo. Nyama ukifunga kwenye foil, yani kivyovyote vile lazima tu itakuwa nzuri na laini. Tena kama umeimarinate kwa muda mrefu kidogo, viungo vinakuwa vimeingia ndani, kwa hiyo inakuwa ina ladha nzuri sana. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tunafunga foil yetu. Utafunga foil vizuri kabisa kuhakikisha kwamba hakuna hewa ambayo inapita. Kama hivyo utafunga tu vizuri kabisa na utakuwa umepreheat oven yako. Utaweka moto mdogo mdogo wa size ya kati. Sasa hapo inategemea na wewe oven yako ni kubwa kiasi gani na moto wake inapika kwa kiasi gani. Nadhani kila mtu anatakiwa ajue oven yake inapikaje. Ila hii nyama utaipika kwa moto wa kawaida, sio mkubwa sio mdogo, kwa sababu tunaenda kuipika kwa masaa mawili. Inahitaji moto mdogo mdogo sana. Naipika nyama kwa masaa mawili ili iweze kulainika na ichambuke vizuri na lile joto la kwenye oven. Unaona ninavyofunga foil, nitaongeza na nyingine kwa hapo juu ili iweze kubana vizuri. Kwa hiyo after 2 hours nyama itakuwa imeiva tu vizuri sana yani, na utaiona hapo baadaye tukija kufungua itakuwa iko vizuri sana. Funga foil yako kama hivyo vizuri, ikae vizuri. Naona namna hiyo hapo iko tayari. Na hapo sasa tulienda kuweka kwenye oven, ikawa inaiva kwa moto wa size ya kati. Na mara baada ya hapo nyama yetu ikawa imeiva. Unaona imeachia kabisa kwenye mfupa, yani imefanya kuachia kwenye mfupa kwa sababu ya lile joto la foil na oven, alafu pia imepikwa kwa muda mrefu, kwa hiyo inakuwa iko soft sana. Unaona ni very juicy and tender jamani. Unaona yani ni laini sana, ilikuwa tamu sana. Unaweza kaongeza vitunguu kama ukitaka, ni wewe. So leo nilitaka niwaletee hiki jamani, nitaka nishare na nyie hivi namna nilivyo choma nyama yangu. Hii ni ya ng'ombe sio mbuzi, kwa hiyo ni simple na rahisi. Ilikuwa hivyo tu kwa siku ya leo. Nawapenda sana. Kama hujasubscribe, please subscribe. Endelea kuangalia video zangu, endelea kunifuatilia na posti video hapa ya, kwa hiyo endelea kuwa nami. Nawapenda sana jamani. Unaona nyama ilivyokuwa